Ni hali ya kawaida kuwakuta watoto wakicheza soka mitaani, wengine hadi kulazimika kutumia zana duni za michezo. Hiyo yote ikiwa ni jitihada za kutaka kutimiza ndoto za kuwa wanasoka bora siku za usoni. Kwa jina naitwa Elizabeth Joseph Kiula, niko na timu wenzangu hapa Under Girls. Tuko hapa kwa kucheza mpira, tukisupport vipaji vyetu vya kucheza mpira. Lakini je, umewahi kujiuliza swali hili? Ni nani anayewawezesha kwa hali na mali kuhakikisha wanazifikia ndoto zao? Kwani ni taasisi chache tu hadi sasa ambazo zimejitoa na kuwasaidia kuwanoa ili watimize malengo yao. Kwa majina naitwa Innocent Eliawa. Katika kariera yangu ya mpira, kitu nilichojifunza ni kuwa na ushirikiano na wenzangu. Tunajitoa kwa ajili ya timu na mambo mbalimbali. Jina la taasisi ya Black Eagle Sports Academy huenda likawa geni masikioni mwako, lakini kwa watoto wa mtaa wa Olotu Ngusero jijini Arusha ni jina lenye maana kubwa kwao katika safari yao kisoka. Abdulaziz Ali ni mwanzilishi wa kituo hiki cha michezo ambaye aliona kiu kubwa kwa watoto hawa ambao mara nyingi hukosa mazingira rafiki au mtu wa kuwasemea. Black Eagle Sports Academy, kama tumesema, ni taasisi inayolea na kuvumbua vipaji vya watoto wa kike, wa kiume na hawa wenye uhitaji maalum. Lengo kubwa la kuanzisha hii taasisi ni kuhakikisha tunawasapoti hawa vijana wanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa maana kutoka Black Eagle kwenda timu kubwa, ili na wao waweze kutengeneza maisha yao kupitia kipaji ambacho Mwenyezi Mungu amewajalia. Na ndio maana nikasema tuna watoto ambao sisi tunawapa fursa. Kwa mfano nimemsemea huyu mtoto amecheza ligi ya wilaya, akacheza ligi ya mkoa, kaenda kufanya trial Simba B. Kwa hiyo ingekuwa hatutaki maendeleo yake, tungemzuia bana, wewe baki Black Eagle tu. Kwa hiyo sisi malengo yetu ni kuwasaidia watoto kufika katika timu ambazo zina maendeleo zaidi yetu sisi. Lakini kingine ambacho tunakilenga, tofauti na kuibua vipaji, mpira ni ajira. Kwa hapa tunatengeneza ajira kwa vijana. Historia ya kituo hiki inaakisi ari ya watoto wengi wa Kitanzania ambao ama kwa kutowekewa mazingira rafiki au kukosa mtu wa kuwasemea wamejikuta wakipata tabu ni nani atawanoa ili wawe nyota wa michezo wanayoitaka, na wengine vipaji vyao hufifia au kupotea kabisa. Historia inaeleza kuwa mwaka 2023 walikuwa 6 tu, lakini hadi kufikia mwaka 2026 wameongezeka hadi kufikia zaidi ya 100. Kwa nini tulianzisha ile timu? Hii timu tumeanzisha baada ya kuona watoto wengi wa mtaani hawana pa kucheza, waliunda mpira wao wa makaratasi. Sasa nilipokuta wakicheza ule mpira wa makaratasi, na mimi nyumbani nilikuwa na mpira miwili, nikaona nichukue mpira mmoja niwape wale watoto wacheze. Kumbuka wale watoto 6. Na mmoja wa watoto hao yupo hapa. Udani Rajabu, njoo. Huyu ni mmoja wa watoto ambao tuliwakuta wakicheza ule mpira wa makaratasi. Then nilivyo hapa ule mpira siku ya Jumamosi, siku ya Jumapili idadi ya watoto iliongezeka kutoka 6 kufika 12. Walitoka wapi? Waliitana wenyewe kama wenyewe hawa. Wakaita kaambia sisi tuna mpira, kwa wakaja tukaanza kucheza. Lakini pia nikaona watoto 12 kuacha wenyewe na kuwa sio vizuri. Ngoja nipoteze muda kuwa nao sasa, kwamba tuwaelekeze mpira unachezwaje na kuwauliza wanataka nini kwenye mpira. Maswali ambayo niliwauliza, mtaka kucheza mpira kufika wapi? Huyu anaitwa Rajabu Musa ananiambia mimi natamani niwe mchezaji mkubwa niweze kusaidia familia yangu. Sema basi hakuna shida, mimi nitakuwa na nyinyi, tutasaidiana pale ambapo nitaweza na nyinyi mtanisaidia pale mnapoweza. Kwa hiyo kuanzia hapo idadi ya watoto 12 kazidi kuongezeka mpaka leo hii tunapoongea tuna watoto 100+. TriGen Media imeshuhudia hamasa kubwa kwa watoto hawa uwanjani. Okay, 1 2 3 go. Tunarudi hivyo. Hapana, wewe unakosea. Tunaenda hivi.
Nidhamu ni jambo kubwa wanalojivunia kufundishwa wawapo kwenye kituo hiki cha michezo, na kila mmoja anajitahidi kufuata masharti ya kituo hicho. Kwa majina anaitwa Ramadhani Asman Ramadhani, ni mchezaji wa Black Eagle Sport Academy, pia ni kapteni wa under 15. Niko Black Eagle Sport Academy kwa ajili ya kucheza mpira niweze kutimiza malengo yangu, kufika mbali mimi kama mchezaji kutokana na malengo niliyojiwekea. Tangu nijiunge na Black Eagle Sport Academy, nimejifunza vitu vingi kutoka kwenye mpira. Cha kwanza ni ushindani, nidhamu, maana mpira bila nidhamu huwezi kucheza. Mimi ndoto yangu ni kuwa mchezaji mkubwa Afrika na duniani pia. Tamani kucheza nicheze mpira wa kulipwa, niweze kusaidia pia timu yangu ya taifa kubeba vikombe mbalimbali. Kwa majina anaitwa Abdalla Rajabu Abdalla, ni mchezaji wa Black Eagle na miaka 16, kategori kapteni wa overall player. Mimi nimejiunga 2023 wakati taasisi inaanza. Ni vitu vingi ambavyo vimenibadilisha. Kwanza nilikuwa nipo kwenye magrupu, sababu nikitoka shule nakuwa nimebase kukaa mtaani. Baada ya mwalimu kuniona alinishawishi niweza kujiunga na timu. Licha ya jitihada kubwa za kituo hiki kwa kushirikiana na baadhi ya wazazi mkoani Arusha, watoto hawa bado wanatamani kuwezeshwa zaidi kwa kupata vifaa vya kisasa, sare na uwezeshwaji ili waweze kushiriki michuano ya mkoani Arusha, nje ya mkoa na hata nje ya nchi. Na hivi karibuni tunajiandaa kuelekea nchini Kenya kwenda kwenye mashindano. Mpira ni ajira sasa hivi kama mnavyoona, yani ni ajira kuliko kazi. So wazazi wawekeze hichi kidogo ambacho anatoa kunipa mimi kama nauli kununulia kiatu. Mimi naamini ipo siku nitamlipa zaidi ya alichokuwa anifanyia. Na support ambayo tunahitaji, kama ambavyo umeona idadi ya watoto ni kubwa lakini vifaa tuna. Kwa kama mdau anahitaji kusapoti vijana, sisi tunamkaribisha Black Eagle. Black Eagle sasa hivi haina mwekezaji. Kwa hiyo wawekezaji ni sisi na wazazi. Na inatokea kabisa mzazi anakuambia huko hali sio sawa. Kwa hiyo inajikuta sisi wenyewe ndio tunapambana ili kuhakikisha watoto wanacheza mpira. Kwa hiyo tunaomba sana kama kuna mdau yoyote ambaye anataka kuja kuwekeza, mmeona watoto ni wengi. Tuna safari ya kwenda Nairobi kwenye mashindano. Kwa hiyo tunahitaji watu ambao wanaweza kutusupport hiyo safari. Tuna safari ya kwenda Morogoro kwenye mashindano. Kwa hiyo tunahitaji wadau ambao wanaweza kaja kutusupport kwa chochote ambacho kinaona sisi kitatufaa. Ongezeko la vituo kama hivi ni hatua muhimu ya ukuzaji wa vipaji vya soka kwa watoto ambao wanaweza kunufaika na vipaji vyao kitaifa na kimataifa. Hii ni TGN Media na mimi ni Dennis Mwasalanga.